Hivi umewahi kusikia habari za mtu ambaye ameliamuru jua mpaka likasimama? Umewahi kusikia habari hii na unadhani ilikuwa kuwaje? Naam, karibu sana katika makala ya siku ya leo ambayo inazungumza ya kwamba liamuru jua lako liweze kusimama. Habari hizi tunazipata katika kitabu kile cha Joshua sura ile ya 10, ambapo Biblia inamtambua mtu mmoja jina lake anaitwa Joshua, ambaye aliweza kuliamuru jua liweze kusimama. Na katika habari hizi tunaambiwa ya kuwa Joshua alikuwa anapigana vita dhidi ya wafalme 5 wa Waamori ambao walikuwa wamewashambulia watu wa taifa la Gibeoni. Joshua aliwaahidi msaada watu hao wa Gibeoni kwa sababu walifanya maagano na makubaliano ya kwamba watashirikiana wote kwa pamoja. Katika vita, Joshua aliona muda wa mchana unaisha na adui bado hajashindwa kabisa. Joshua alichokifanya, Bwana akaomba kwa Mungu mbele ya watu wote akisema, jua simama juu ya Gibeoni, na wewe mwezi katika bonde la Ayalon. Dua ya Yoshua ikasikilizwa Bwana. Biblia inaeleza kuwa jua lilisimama na siku ikaonekana kuwa ndefu hadi Waisraeli wakamaliza ushindi wao kwa kuangamiza kabisa wale Waamori. Pia Mungu aliwatupia mawe hawa watu, mawe makubwa kutoka mbinguni. Baadhi ya maadui wakafa. Naam, nini mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani tunajifunza katika siku ya leo? Kaa uweze kusikia. Mungu anaweza kufanya lisilowezekana. Yoshua kutegemea nguvu zake pekee, bali msaada wa Mungu. Kitu kilichoonekana hakiwezekani kiliweza kutokea. Kuna nyakati maisha yanaonekana kuwa mafupi au muda hautoshi kufikia lengo. Mungu anaweza kufungua njia isiyotarajiwa. Maombi ya imani yana nguvu. Yoshua aliomba kwa ujasiri mkubwa mbele ya watu wote. Usiogope kuomba mambo makubwa ikiwa yapo ndani ya mapenzi ya Mungu. Mungu hupigania watu wake. Joshua kupigana peke yake, Mungu alihusika vitani. Wakati mwingine vita ya maisha kama vile umaskini, changamoto, kukataliwa, hofu na mengine mengi havishindwi kwa nguvu zako pekee. Utii kwa Mungu huleta msaada. Joshua alikuwa kiongozi aliyemtii Mungu, ndio maana Mungu alimsaidia kwa namna ya kipekee sana. Wakati mwingine watu wanaona wamechelewa maishani. Mungu anaweza kusimamisha jua la hali yako yote, akakupa nafasi nyingine, neema nyingine, au mlango mwingine wa kutokea. Hivyo mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, usikate tamaa kwa sababu muda unauona kuwa umekutupa mkono, au umetazama ukaona muda umekwenda, hauwezi kufanya jambo lolote. Katika siku hii ya leo, Mungu aliyemsimamishia Joshua jua bado anaweza kubadilisha hali yako leo. Nenda mbele za Mungu kamuombe kwa imani kwamba kwa yale ambayo ulishindwa kuyatimiza, Mungu akupe nafasi nyingine tena uweze kuyakamilisha kabla siku zako hazijaisha. Mungu akubariki sana. Kama umependa ujumbe huu, like, share na comment. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Bye. Mungu akubariki sana.